katika maandiko hii kitabu cha Mwanzo, hii sura ya kwanza, katika ule mstari wa sura ile ya 3 mstari ule wa 6 na wa 7, anasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza machoni, ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampe mumewe, naye akala. Kumbuka kabisa Mungu aliwaambia kwamba kuleni miti yote, lakini huu mti matunda yake msile. Lakini shetani siku zote huwa anahangaika huku na kule kuhakikisha kwamba binadamu anampeleka katika upotevuni. Kwa hiyo wakati huu tunaona huyu mwanamke Hawa anakutana na ushawishi wa shetani, anamshawishi na kutaka kwamba wale lile tunda ambalo Mungu alikuwa amewakataa. Na wakati huo tunaona Hawa akaingia katika mtego. Anasema kwamba akaona lile tunda kwamba ni kitu cha kuvutia, ni mti ambao ulikuwa unavutia, akachuma lile tunda, akalitoa, akala na akampa mumewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ninachotaka kusema ionekanayo njema machoni kwa mtu, lakini mwisho wake ni nini? Ni mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mambo ambayo katika hali ya kawaida ukiangalia mwenyewe unaona kwamba ni mazuri, lakini kiuhalisia ndani yake liko ajenda ya shetani ambayo inataka kukuangusha. Ndivyo tunaona hawa ndugu zetu wameshindwa kumtii Mungu, wakaingia katika dhambi, ndipo dhambi ikaingia katika ulimwengu ambao leo na mimi na wewe hata mwanzo tulikuwa ni watu wa dhambi, lakini ashughuliwe Mungu kupitia upendo wake. Tunaona anamtuma tena Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema leo ni Pastors Day, ni siku ya kuwatambua watumishi wa Mungu. Nakumbuka kabisa tunapozungumzia Pastors Day, maana yake mchungaji ni huduma mojawapo ambayo Mungu ameiweka katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika huduma hiyo lengo mahususi kabisa ni kuhakikisha kwamba huyu mchungaji ambaye ameitwa na Bwana kwamba anasimama katika mlengo ule wa kumrudisha wanadamu katika asili yake ile ya uungu. Anamsaidia Mungu katika ukombozi wa binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tunapokaa kama kanisa, iko mipango mingi kupitia kiongozi mchungaji kiongozi anaipanga kama kanisa, ya kwamba kupitia mikakati hiyo kuhakikisha kwamba watu waliopotea katika dhambi wanarudishwa tena katika hali ile ambayo Mungu aliwaambia. Na mwisho wa siku tukitambua kwamba iko safari moja tu ambayo tunaelekea watu wa Mungu, ni safari ya kwenda mbinguni, kwenda kumwona Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunapomwona mchungaji wetu yupo hapa, usifikiri ni kwa bahati mbaya. Usifikiri kwamba imetokea tu. Usione kwamba wewe umeupotoa hapa kwa bahati mbaya. Lakini kumbuka kwamba yuko mchungaji wetu ambaye alipewa maono na Mwenyezi Mungu, akahangaika huku na kule, akapata sehemu hii. Mungu akamwita sehemu hii ili kupitia sehemu hii watu waweze kumfahamu Yesu, watu waweze kumtambua Yesu, watu waweze kukombolewa katika utumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mpango unaozungumziwa wa Mungu katika ukombozi wa binadamu ni kwamba Mungu aliandaa mpango kabisa wa kumkomboa binadamu katika dhambi. Dhambi ni kitu kibaya. Mungu hapendi dhambi. Mungu anachukia uovu, kwa sababu dhambi ndio chanzo cha watu wa Mungu kukosa kuiona mbingu. Kwa hiyo Mungu kwa sababu na upendo, tunaona anarudia tena, pamoja kwamba binadamu amepotea, lakini anapanga mpango mahususi wa kuweza kumrudisha binadamu katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo tunasema kwamba kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Ukisoma Warumi sura ile ya 5 mstari wa 12, Warumi sura ya 5 mstari wa 12 anasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo mtu mmoja ndiye aliyesababisha dhambi kuingia ulimwenguni, na dhambi mwisho wake ni mauti. Mtu anayofanya dhambi anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, lakini leo hii tunazungumzia hata wewe na mimi ulikuwa mdhambi kwa sababu ya mtu mmoja ambaye alifanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ulikuwa na dhambi kwa sababu ya mtu mmoja ambaye alifanya dhambi pale, na hiyo dhambi ikaingia ulimwenguni. Kwa hiyo mwanadamu hawezi kujiokoa mwenyewe katika hiyo dhambi kwa namna yoyote ile, kwamba binadamu awaye yoyote yule hawezi kujiokoa mwenyewe katika dhambi, hawezi kujikomboa mwenyewe katika dhambi. Anasema kwamba ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeweza kuniokoa na mwili huu wa mauti? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwamba alichokuwa anamaanisha, hakuna mtu awaye yoyote ambaye anaweza kumwokoa mwanadamu mauti yake ambayo imetokana na dhambi aliyoifanya.
ila isipokuwa ni mtu mmoja tu ambaye Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba unisaidie kupiga makofi mtu wa Mungu. Naomba unisaidie kupiga makofi mtu wa Mungu. Kwa hiyo hamna mtu awaye yeyote ambaye anaweza akawa msaada wa binadamu yoyote kukombolewa katika dhambi ya mauti, ila isipokuwa Yesu Kristo wa Nazareti aliyo hai, ambaye aliteswa na kusulubiwa msalabani, akafa akafufuka, na leo tunapozungumzia alishafufuka yu hai. Ndiyo mwenye msaada wa sisi leo hii tukimwitia jina lake kupitia damu yake, ambapo tunapata msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hamna mtu awaye yoyote, hamna mtu yoyote ambaye anaweza kusema kwamba yeye ataweza kunusulika na dhambi, ila isipokuwa damu ya Yesu, isipokuwa uweza na mamlaka ya Yesu ndiyo anaweza kumsaidia mtu aweze kukombolewa katika dhambi ya mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni Yesu pekee, ni yeye mwenyewe ambaye anaweza kuokoa. Matendo 4:12 anasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina lingine chini ya mbingu walipasalo wanadamu au litupasalo sisi wanadamu kuokolewa kwao, isipokuwa ni jina la nani? La Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema kwamba hakuna wokovu kwa mtu mwingine awaye yote, maana hapana jina lingine chini ya mbingu tulilopewa sisi wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila isipokuwa ni jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nachotaka kusema mtu wa Mungu, katika maisha yetu ni kwamba tumepata neema, tumepata msaada kupitia uweza wa Yesu Kristo, kupitia neema ya msalaba ya Yesu Kristo. Sisi leo hii tuko hapa tukijinasibu kwamba Mungu ametuwezesha, Mungu ametupigania, ni kwa sababu yuko mtu mmoja, ni kwa sababu yuko Yesu Kristo, ambaye Mungu alipenda ulimwengu, ambaye Mungu akaona si vema binadamu apotee, ambaye Mungu aliona si vema wewe leo hii uangamie katika dhambi. Yamkini leo hii wewe ungekuwa katika sehemu yoyote ambayo huijui. Yamkini leo ungekuwa katika sehemu ya ulevi. Yamkini ungekuwa umezama katika uzinzi. Yamkini ungekuwa umepotea katika madawa ya kulevya. Yamkini familia yako ingiteketea, lakini kwa sababu ulipata neema ya Yesu, kwa sababu uliona Yesu anakusaidia katika maisha yako, nawe ukakiri kwa kinywa chako ukasema kwamba Bwana ni Mwokozi na maisha yangu, Yesu akakusaidia, Yesu akasimama nawe, na leo hii neema bado iko mbele yako. Bado Yesu anakupenda, bado Yesu anatembea na wewe. Usimwache Yesu katika maisha yako, bado tembea na Yesu pamoja na mambo yote ambayo unapitia, lakini kumbuka Yesu anakupenda katika maisha yako, na ana mpango mzuri ambao anakuanzia wewe. Njia za Mungu hazichunguziki, ya kwamba tazama kama ilivyo mbali kaskazini na kusini, magharibi na mashariki, ndivyo mipango ya Mungu haichunguziki. Kwa hiyo yamkini wakati mwingine unahisi kukata tamaa, unahisi kwamba uwezi, lakini Yesu uliyomwamini, amini ya kwamba ataweza kukusaidia katika maisha yako. Amini ya kwamba Mungu atakusaidia katika maisha yako. Haleluya, haleluya. Jamani, makofi hayatoshi. Naomba tumpigie Yesu makofi na kelele. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawezi kuja kwa Baba pasipo kupitia mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwamba binadamu tutambue ya kwamba katika maisha yetu tuko duniani hapa, ni kweli tunahitaji kwamba tupate furaha, ni kweli tunahitaji maisha mazuri, ni kweli tunahitaji kila kitu chenye neema katika dunia hii kitufurahisha katika maisha yetu. Lakini kumbuka ya kwamba hayo yote si kitu kama hayuko Yesu katika maisha yako, kwa sababu mwisho wa siku sisi wote tutaenda kujibu kule katika kitu gani ambacho tumekifanya tukiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasipo Yesu si kitu sana. Ndiyo, ni kweli utaweza kufanikiwa hapa duniani, mambo ya mwili mengi unaweza kupata hapa duniani, lakini kumbuka lengo moja la mwanadamu ni siku ya mwisho ile aweze kumwona Baba, ni siku ya mwisho akaketi katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndio lengo kuu la sisi binadamu kuumbiwa na Mungu, na Mungu anatamani mwisho wa siku kwamba sisi wote tuende tukaulisi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu tunaona aliandaa huo mpango mzuri, pamoja na kwamba binadamu amefanya dhambi, pamoja kwamba binadamu ameenda katika upotofu, lakini bado Mungu akaandaa upango mzuri. Hii inaashiria jinsi gani Mungu alivyo wa rehema na Mungu jinsi alivyokuwa na upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa je, unaweza ukajiuliza ni lini mpango huu wa ukombozi ulianzishwa na Mungu? Mpango huu wa ukombozi ulianzishwa lini na Mungu? Ni kwamba mpango huu wa ukombozi Mungu
aliuanzisha kabla Adamu na Hawa hawajafukuza pale bustani ya Edeni. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 13, Biblia inasema kwamba nawaweka adui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake huo utakuponda kwa mawe. Naomba tu mwenye Biblia tusomee vizuri hapo. Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Wasomaji wazuri, naomba nisaidie kusoma Biblia hapo, kwamba ni Mungu anaongea hapa. Ni wakati ule tunaona Hawa na Adamu wamefanya vibaya, wamemwasi Mungu, lakini Mungu jinsi alivyokuwa na upendo alianza kuandaa mpango. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, swala la ukombozi wa mwanadamu sio ni swala tu ambalo limeibuka juzi, lakini huo mpango ulikuwa tangia kipindi cha mwanzo kabisa. Mungu aliandaa mpango mzuri wa kuhakikisha kwamba hata kama binadamu ameenda katika upotevu, lakini bado anayo neema kumrudisha tena. Na ndiyo maana katika maneno haya tuliyosoma, Mungu anamwambia yule shetani kwamba uzao wake utapondwa, utaponda kisigino, kwa maana uzao wa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Naomba nielewe vizuri hapo. Naomba nirudie tena kabisa kwa bwana vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka unielewe kabisa, twende vizuri. Anasema mstari wa 15 sura ya 3, naomba nirudie vizuri. Nami naweka adui kati yako na huyo mwanamke. Mungu anasema kwamba anaweka adui kati ya shetani na nani? Na huyo mwanamke. Na kati ya uzao wako na uzao wake. Yaani kati ya uzao wa shetani pamoja na uzao wa huyo mwanamke. Anasema huo utauponda kichwa. Anasema huo utakuponda kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba uzao wa mwanamke utamponda kichwa uzao wa nani? Wa huyo shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anaendelea kusema, na wewe utamponda kisigino. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba uzao wa shetani pia utamponda uzao wa mwanamke katika kisigino. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno haya ni kwamba ni mpango wa Mungu ambao alikuwa ameanza kuweka baadaye kwa ajili ya ukombozi wa binadamu. Anapozungumzia kwamba nyoka, uzao wa nyoka utamponda kisigino, maana yake kwamba shetani bado atafuatilia uzazi wa Mungu, uzao wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kuwapa mateso na kuwapa shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kusema kwamba shetani ataponda kisigino uzao wa nani? Wa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anaposema kwamba uzao wa mwanamke utamponda kichwa shetani, maana yake kwamba ni maneno ambayo Mungu alikuwa anatabiri ya kwamba kupitia Yesu Kristo na uzao wake watamponda shetani, watamshinda nani? Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasema, Biblia inasema kwamba halikuwa yu namna ya Mungu, lakini kule kuwa namna ya Mungu hakuona kitu cha kujishikamana nacho, bali alinyenyekeza akavaa kwa namna ya mwili wa binadamu, akashuka duniani, naye akajinyenyekeza mpaka mauti ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwamba Yesu alipokuja hapa alizaliwa kwa mpango mahususi ambayo Mungu alikupanga kabisa tangia kipindi kile katika bustani ya Edeni, pale binadamu alipofanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona Yesu mwisho wa siku aliweza kuzaliwa, na alipoweza kuzaliwa Yesu alifanya huduma yake, na kwa kiasi kikubwa Yesu alifanya huduma yake kwa kiasi kikubwa kuanzia alipofikisha miaka 30. Napo akafanya huduma, akazunguka na huku, akahubiri maneno ya Mungu, akaponya watu mbalimbali, akawasaidia watu mbalimbali waliotesa. Vipofu walipata kuona, mabubu walipata kuongea, viwete mbalimbali walipata kusaidiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii tunajivunia mimi na wewe kwa sababu tumemwamini huyo Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo ameingia katika maisha yetu, nasi tunapata msaada, nasi tunaweza kukombolewa. Kumbuka ya kwamba wewe yamkini usingeweza kuwa hapa. Kumbuka dhambi mwisho wake mauti, dhambi mwisho wake ni mauti. Mtu anayotenda dhambi mwisho wake anaingia katika upotevuni, na mwisho wa siku anaingia katika mauti. Kwa hiyo ni neema ya Yesu Kristo ambayo uliipokea ikafanyika baraka katika maisha yako, na leo umepata msaada katika Bwana. Mtu wa Mungu, unao jambo la kujivunia katika maisha yako, kwamba Yesu ni Bwana
Yesu ni Mwokozi. Yesu ni neema ya kweli ambayo inatawala katika maisha yetu, ambayo inatusaidia katika maisha yetu. Yamkini wakati mwingine ukapitia katika mambo magumu. Haimaanishi kwamba ukiokoka tu basi mambo yatakuwa vizuri. Ziko taabu na shida, lakini Yesu alisema jitieni moyo, nami nimeushinda ulimwengu. Shida ziko nyingi, ila jitie moyo mtu wa Mungu. Yesu yuko pamoja naye, Yesu yuko pamoja nawe, hatakusaidia, hataweza kusimama na wewe katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni mpango wa Mungu katika ukombozi wa mwanadamu. Mungu aliandaa mpango mzuri kabisa kwa ajili ya ukombozi wa binadamu. Na Yesu alikuja, akafa, akazikwa, akafufuka. Na anaambiwa kabisa ilipofika saa 6 wakati yule ameteswa mpaka saa 9 nchi ilitanda giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nchi ilitanda giza, ghafla tetemeko likatokea, miamba ikaanza kupasuka. Mambo ya ajabu yakaanza kutokea. Hata wale watu ambao walikuwa wanamtesa na walinzi wako pale wakasema hakika huyu ni mwana wa Mungu. Hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni huyo Yesu ambaye tunamhubiri leo. Ni huyo Yesu ambaye amefanyika msaada katika maisha yetu. Hakika yeye ni mwana wa Mungu ambaye amebeba matumaini kwetu katika maisha yetu. Ni kwamba tunapotembea tunajinasibu vifua mbele kwamba Yesu ametusaidia, na tunao uhakika kabisa mwisho wa siku tutaenda kumwona pale atakaposhuka tena kwa mara nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Yesu alikuja duniani hapa kwa namna ya binadamu na akatekeleza yale yote ambayo Mungu aliweza kumwagiza, na baadaye alipokufa akaondoka, akapaa, akaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipoenda mbinguni anasema ya kwamba hakutuacha peke yetu, bali alituachia msaidizi kupitia Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwamba hata kama Yesu alikufa, amefufuka, lakini mpaka leo bado anaendelea kufanya kazi ile. Isipokuwa utofauti ni kwamba leo hii Yesu hatuwezi kumwona katika mwili wa nyama, lakini bado Yesu yuko hata na sisi hapa. Yesu bado yuko hapa na kuangalia. Yesu bado anakuchunguza maisha yako unayopitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu kama alikuja akaondoka akamaliza kazi yake duniani. Kumbuka Yesu amekufa, alipofufuka wale akina Maria walipoenda pale kwenda kuangalia kaburi, baadaye wanakuta lile kaburi liko wazi na malaika yuko pale. Anawaambia kwamba unajua mnamtafuta Yesu Kristo, lakini nawaambia kwamba amefufuka yu hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalieni ya kwamba ameshafufuka yu hai. Lakini ninachowaambia, nenda mkaambie wanafunzi wake kwamba waende Galilaya kwenda kukutana huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wanafunzi wake tunaona mwisho wa siku walienda kule. Na baadaye Yesu, tumwamini Yesu, ambayo ujumbe huo ndio unatusaidia sisi tuweze kusimama na kutekeleza yale Mungu anayohitaji kuhakikisha kwamba binadamu anaendelea kukaa katika msingi ule wa kukombolewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alisema kwamba enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha yale yote niliyoamuru nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni agizo kuu ambalo Yesu kabla ya kupaa kwenda mbinguni aliwaachia wanafunzi wake. Na kumbuka Yesu aliweza kuokoa wanafunzi wake. Hakina Petro walikuwa wameambatana na Yesu kwa sababu walimwona Yesu ni mzuri, kwa sababu Yesu alikuwa ni neema kwao. Kwa hiyo waliamua kuambatana nao. Na hata alipoondoka, leo hii bado kazi ya Yesu inasonga mbele. Bado kazi ile ya ukombozi wa mwanadamu imeachwa chini ya viongozi wa Mungu ambao wanabeba maono ya kutekeleza kazi ya Mungu, inaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu walioitwa na Yesu, hata kama Yesu leo hii alipo katika hali ya nyama, lakini bado kazi zake zinafanyika kupitia watumishi wake ambaye amewaweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako watumishi wake ambao amewaweka, nao wanaendelea kufanya kazi ya Bwana. Kwa hiyo leo ni siku ya Pascal Day. Tunayo mtumishi wa kwetu ambayo Mungu alimwita kwa ajili ya maono kuifanya kazi hii. Alimwita kwa ajili ya kusimama katika msingi ule wa kuhakikisha kwamba binadamu haingii kwenye upotevu, bali anapata ukombozi halisi kupitia damu ya Yesu Kristo aliye hai. Kwamba wao wanasimama kuhakikisha, na ndio maana kila siku huwa walali wanahangaika huku na huku. Tunayo mipango mingi tunayopanga kuhakikisha kwamba watu wa Mungu, watu wasiomjua Mungu wanakuja kumfahamu Yesu.
na hatimaye wanapata kuokolewa, ili mwisho wa siku nao basi wasipotee katika upotevuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume tunaona mfano halisi ya huduma ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pindi alipoondoka, lakini kanisa lake alipoacha, tumeona mfano halisi watu wake ambao wameitwa kwa jina la Yesu, jinsi walivyoweza kusimama kwa ajili ya kuifanya kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika watu wengi ambao wameweza kufanya hivi, tumemwona katika kitabu hiki. Tumesoma Matendo ya Mitume ile sura ya 9 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Biblia inatuonyesha mtu mmoja ambaye anaitwa Sauli. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi tunafahamu habari za Sauli. Sauli alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatumika kwa kiasi kikubwa kulitesa kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka kipindi kile katika Matendo ya Mitume, Mafarisayo pamoja na wakuu wa makuhani walikuwa ni watu ambao walishika sheria na taratibu zao za kidini. Kwa hiyo walipokuwa wanaletewa habari za Yesu Kristo, kwao ilikuwa ni machukizo, kwa sababu wao walikuwa hawaamini katika mambo hayo. Walikuwa ni vitu ambavyo wanaona haviwezekani. Lakini pamoja na mambo yote, Yesu Kristo bado alikuwa anaendelea kuhubiriwa na watu waliendelea kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo sasa tunaona mpango mzima, watu wa Mungu wanaanza kuteseka. Watu walioishi katika kuitwa na Mungu katika kanisa leo wakaanza kuteseka. Hakina Filipo wakaanza kuteseka. Tunaona wakaanza kuteseka na kuumia kutokana na kuinena habari za Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwingine ambao tunamuona Sauli anaanza kuingia katika mkakati wa kulitesa kanisa. Na wakati huu tunaona Sauli katika mpango wake, wanaume kwa wanawake, alikuwa anawakamata, wengine anawaua kwa sababu tu anainena habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na wakati tunaona Sauli anaandaa mpango, anataka kwenda Dameski. Anaenda kuomba ruhusa kwa mkuu wa mkoani kwamba apatiwe barua ya kwenda Dameski ili akaende kuwakamata watu ambao wananena habari za Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema wakati yuko njiani, Sauli wakati yuko njiani, amebeba mpango wa kuweza kuwaumiza watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, nikwambie tu, kazi ya utumishi wa Mungu ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya utumishi wa Mungu ni ngumu sana, inahitaji kutiwa moyo. Inahitaji wakati mwingine kutiwa moyo, kwa sababu unena habari za Yesu Kristo, watu wengine hawafurahi. Kuna vita, kwa sababu ndani ya Yesu Kristo una ukombozi wa mwanadamu. Mwanadamu anakombolewa kupitia jina la Yesu Kristo, ambayo Yesu Kristo ameweka watumishi wake waweze kunena habari hizo. Kwa hiyo wakati mwingine watumishi wa Mungu wanaponena habari za Yesu, wanapoombea watu wa Mungu, wanapata kufunguliwa na kukombolewa, shetani bado hapendi. Shetani bado anajisikia vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani bado anajisikia vibaya, nao wanaandaa mipango mibaya dhidi ya watumishi wa Mungu. Mungu anapopanga mpango wa kuweza kumkomboa wanadamu, yeye anayo njia na mikakati ya kuweza kumtoa mwanadamu na kumwita katika mpango wake wa kuweza kumkomboa mwanadamu. Tunaona Sauli pamoja na kuwa mkatili sana katika kanisa la Mungu, lakini ilipofikia Mungu alipoweza kumwita, Mungu alipoweza kumkuta, alipoona kwamba huyu mtu anatesa watu wangu, huyu mtu hataki habari zangu zienee duniani kote, Yesu mwenyewe akaamua kumtokea Sauli. Hakamwambia kwamba mbona unaniuzi? Kilichofuata kwamba amepigwa ukofu, na baadaye anaulizwa mbona unaniuzi? Sauli anashangaa, ni nani wewe Bwana unaniambia habari hizo? Yesu anamwambia, ni mimi Yesu ambaye unaniuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamwambia, ni mimi Yesu ambaye unaniuzi. Kwa nini unafanya haya? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini baadaye anamwambia, tangulia nenda mjini nami nitakuelekeza ya kupasa kuyafanya. Na watu wote ambao walikuwa wameambatana nao wakaanza kushangaa. Wakasema hizi habari gani? Wakamsaidia yule Sauli, anaenda mpaka kule Dameski. Na baadaye Biblia inaniambia kule Dameski kulikuwa na mtu wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Anania. Naye Anania akatokewa na Mungu katika maono. Akasema ya kwamba kuna mtu wa Mungu katika Yuda ambaye anaitwa Sauli. Nami nataka ukanisaidie ili ya kwamba Yesu Kristo mwenyewe niweze kukutana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Anania anasema ya kwamba Bwana, yawezekanaje mambo haya? Inawezekanaje huyu mtu analitesa kanisa? Huyu mtu analiangamiza kanisa. Leo hii unataka mimi niende tena kule? Unataka niende tena mimi nikafanye nini? Unataka nikafanye nini? Akasema hapana. Mungu akamwambia, Yesu akamwambia hapana.
nilimchagua kuwa chombo cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Matendo ya Mitume, naomba tusome kwenye Biblia, atusomee Matendo ya Mitume sura ya 9 kuanzia mstari wa 15. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana wewe ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Anania baada kujiuliza maswali mengi sana, na ukweli ni kwamba Anania alijua kiasi gani Sauli alivyoliumiza kanisa. Kwa hiyo wakati huu Yesu anatokea katika maono, anamwambia aende akamsaidie Sauli kwa sababu anataka kumkunia. Lakini Anania anasema inawezekanaje mambo haya? Huyu mtu tunamfahamu jinsi anavyoweza kuua. Na juzi tu amepata mamlaka, amepata wasaa kwa makuhani aweze kuwaua watu wa Mungu. Leo unaniambia mimi niende huko. Lakini Bwana anamwambia kwamba nimemchagua kuwa chombo changu, naye aweze kunisaidia katika mataifa na wafalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu anapoandaa mpango wake, haijalishi mazingira gani, haijalishi kwa namna gani, Mungu atakuchagua hivyo hivyo ulivyo uweze kufanya kazi ya Mungu. Hata mchungaji wetu amechaguliwa na Bwana. Yamkini miaka iliyopita nyuma hakuweza kuwa hata mchungaji, lakini Yesu kwa sababu alikuwa na mpango naye, akasema kwamba Yose, nimekuchagua kwamba ukasimame sehemu ambayo inaitwa TAG Bunju. Nami kuna watu ambao wanahangaika, ukawasaidie hao, ukasimame nao hao katika safari hii ya kuhakikisha kwamba wanakombolewa na mwisho wa siku wanaenda kuona uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi kama kanisa tunayo jukumu la kuweza kusimama na watumishi wa Mungu katika kazi zao ambazo wanazifanya. Hata wewe mtu wa Mungu ambao umeokoka leo hii, Mungu amekuchagua kwa ajili ya kuitenda kazi ya Bwana. Mungu amekuteua wewe kwa ajili ya kusimama kuifanya kazi ya Bwana. Hata kama hujaitwa katika uchungaji, hata kama hujaitwa katika ualimu, hata kama hujaitwa katika unabii, hata kama hujaitwa katika utume wote, lakini unayo nafasi ya kusimama ya kumtumikia Mungu. Hata unayo nafasi pia kusimama na watumishi wa Mungu, kwa kuwatia moyo, kwa kuwasaidia, kwa kuwawezesha ili kazi ya Mungu iweze kwenda salama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Sauli tunaona anaingia katika mtego huu. Inapofika swala la kuitwa na Mungu, haijalishi mazingira gani. Sauli alikuwa jeuri, lakini leo hii amekamatwa. Anaambiwa mbona unaniuza? Unaambiwa siku 3 Sauli haoni, hanywi wala hali kitu chochote. Angalia mateso gani alikuwa anapitia. Lakini kumbe yuko mwanaume Yesu ambaye alimaanisha, alisema leo umenitesa sana kanisa langu. Wewe umesimama sana kinyume na kanisa langu. Leo nimekuchagua uweze kutumika, uweze kusimama na mimi, uweze kunitumikia mimi. Na Sauli akasimama na Bwana. Na baadaye aliweza kufanya vile. Aliweza kuokoa mkono, ameombewa na Anania. Na baadaye Sauli tunaona anakuja kufanyika chombo. Kufanyika chombo cha kutumika kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami nakwambia wewe ni chombo cha kutumika kwa ajili ya Bwana. Wewe ni chombo cha kutumika kwa ajili ya Bwana. Yesu hajakuokoa bure kukuleta hapa, bali anataka kufanya chombo cha kuweza kutumika kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wetu unaenda na mimi najitahidi kwa sababu tunayo mambo mengi, najitahidi nitamaliza tu kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtu wa Mungu, nikwambie kitu kingine. Ni kwamba leo hii tunapozungumzia Pastor Day, tumepata neema pia tukio hili baada ya kwisha. Tunao watu wa Mungu ambaye walienda kupitia mchungaji, walienda kupata mafunzo ya kuweza kufanya kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako watumishi wa Mungu ambao walienda katika chuo cha kupanda makanisa. Lengo likiwa tu kwamba ni kwa sababu hao watu wana utumishi ndani yao, kwamba Mungu ameona kwamba watafanyika chombo kwa ajili ya kazi yao. Kwa hiyo amewachagua nao ili ya kwamba waweze kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nao pia wanahitaji kutiwa moyo katika maisha yao, katika safari yao. Leo tunapoenda kuwafurahia na kuwashangilia kwa hatua waliofikia, ni kwamba isiishie hapa tu. Unayo nafasi pia ya kuweza kuwatia moyo kwa hichi ambacho wamekianza leo hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Unayo nafasi ya kuweza kuwatia moyo hata kama wengine wakati mwingine wasiwepo hapa wakati fulani, lakini unayo nafasi hata kuwatia moyo ya kuhakikisha kwamba ile kazi ambayo Yesu alikuwa amekusudia ukombozi wa mwanadamu basi inaweza kufanyika. Lakini hayo yote yamewezesha kupitia
mchungaji wetu kiongozi mbeba maono hapa, na ni kwa sababu amewekwa hapa kwa ajili ya kazi ya kusaidia watu waweze kukombolewa, waweze kumpata Yesu, waweze kusaidiwa na Bwana. Basi na yeye akaona ya kwamba ni vizuri watu wa Mungu ambao wameitwa kupitia yeye aweze kuwaruhusu nao wakapate mafunzo ya kuweza kuinena habari ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ya kuhakikisha kwamba watu wanapata kuokolewa. Hata mchungaji wetu hapa anaye maono ya kuhakikisha kwamba watu wanaweza kusaidika. Na ndio maana ukiona hili jengo ambalo liko hapa leo hii ni jengo ambalo sio kwamba limejengwa tu kwa sababu mimi Geoffrey na mama yangu nani pale tuwe tunaabudu peke yetu. Hapana. Ni kwa sababu mbeba maono wa kanisa hili aliona ya kwamba huduma ambayo Mungu amemtia ni kwamba ya kuleta watu wengi kwa Yesu. Ni kwamba ya kuwaleta watu wengi wamwamini Yesu Kristo, ili kwamba wasipotee, ili kwamba wasiingie katika njia ya upotevu. Kwa hiyo akasema ya kwamba mimi kama mbeba maono ninaona ya kwamba TAG Bunju Beach ni sehemu ya kujenga kanisa likubwa na kujenga hekalu likubwa, ili watu wajae hapa, ili watu waokolewe hapa, watu wapate kufunguliwa hapa, watu wapate neema hapa, watu wapate